aliyekuwa mkurugenzi wa sheria na mashabiki pale TFF, lakini pia mwenyekiti wa chama cha soka mkoa wa Iringa Eliud Mvela. Kwa upande wake maoni yake ni yapi? Na ameanza kusema bodi ya ligi haina uhalali wa kuendelea kusalia ofisini hivi sasa. Kwa nini? Hapa akijibu kupitia kipenga hapo jana, lakini sauti yake pia inasikika hivi sasa katika kipenga extra show nambari 1 mashabiki, akiwa amezungumza na Brian Mpogole Mportuguese. Bodi ya ligi iweje? Mimi nasema hivi na ninarudia, bodi ya ligi kwa jambo lilofanyika lazima wanatakiwa kuwajibika, kwa sababu mimi nimeshasema TFF wamekasimisha madaraka kwa bodi ya ligi kwa ajili ya uendeshaji wa ligi na usimamizi wa ligi. Kwa maana hiyo wamesha prove failure na haitawezekana kabisa kama TFF, na ninasema Karia, ili kujiondoa kwenye ujinga wa namna hii lazima chukue hatua kuivunja bodi ya ligi, na wakati ikishavunja bodi ya ligi tengenezwa bodi nyingine, nayo hata kitengenezwa bodi nyingine iwe ni kwa muda. Lazima sasa ufike mahala bodi ligi iendeshwe na kampuni kama ambapo wenzetu nchi za jirani mpaka South Africa kwa Ulaya, zile bodi ndizo kampuni ndo zinaendesha ligi, lakini sio unachukua watu wa mpirani hao wenye vilabu hao naambia kaeni hapa, ambao Tanzania mapenzi yamezidi kupita kiasi. Kwa sababu nimeshangaa katika jambo hili, hata watu ambao nilikuwa nawaamini kabisa kwamba ni watu wa mpira wameleta ushabiki. Hata wachambuzi ninyi wenyewe mlikuwa mkiwasikiliza, mmefika mahala mnasahau hata majukumu, mnaingia kwenye ushabiki baada ya kusimamia kanuni na sheria ziweze kutusaidia. Kwa maana hiyo mimi nasema lazima bodi ya ligi wawajibika katika jambo hili. Mimi nitasikatika kwamba hawajawajibika, lakini na upande wa klabu ya Yanga wana nafasi, wanatakiwa kukata rufaa ya jambo hili. Kuna wataalamu kabisa mpira wazoefu eti anasema kwamba kwa sababu bodi ya ligi alishaandika barua kwa ilisha mchezo hawezi kupata pointi 3 Yanga. Sheria ya wapi hiyo? Wataanza kudanganya watu. Lazima tukubaliane, Yanga anawajibika kumshtaki bodi ya ligi kuwapa pointi zao 3, na kama bodi ya ligi asipotoa basi inatakia kati rufaa kwenye kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Kamati ya sheria na hadhi za wachezaji kishindwa, basi Yanga anafika kwenda kasi, ambao lazima watapitia zile taarifa au maamuzi ya kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Je, walitenda haki kwa mujibu wa kanuni zinazoongoza mpira Tanzania? Na kanuni zinazoongoza mpira Tanzania, je, walizifuata? Klabu ya Simba ilifuata taratibu? Kama ikufuata kanuni zao zinasemaje? Kwa nini wakuchukua hatua hii? Lazima watapata pointi 3, kwa sababu kinakatua rufaa ni ile maamuzi ya bodi ya ligi kwamba mechi irudie, ndio kinachokatua rufaa. Wakati Yanga anasema huyu mtu anataka nyang'anywe pointi, lakini bodi ya ligi wanasema yaandika barua kwamba eti mchezo urudiwe. Kwa hiyo watakata rufaa wakiona kwamba kamati ya sheria na hadhi za wachezaji hawapa haki, wanaenda kasi. Na kwa sababu Yanga hawamshtaki Simba, wanamshtaki bodi ya ligi anayesimamia mpira, na ndiye anayegawa pointi ni bodi ya ligi, ndio anayegawa pointi na anaanzisha mchezo, anaandaa mchezo ili timu zipate pointi 3. Kwa kuwa alikosea, basi ni wajibu wa Yanga kuchukua hatua ili apate haki yako, kwa sababu huu ni hatuwezi kuendelea kulea kiasi ya kwamba mpira unazidi kuharibika. Haya, na huyo ni Eliud Mvela aliyekuwa mkurugenzi wa kamati ya sheria na wanachama pale katika shirikisho la soka nchini Tanzania TFF, lakini pia amewahi kuhudumu katika chama cha soka mkoa wa Iringa akiwa ni mwenyekiti wa FA hiyo. Amesikika kwa kile ambacho amekizungumza. Sikia, ila unajua kuna kitu tunashinda. Ndio. Unajua bodi ya ligi kama ameahirisha mechi, watu tunachukua katika eneo tofauti. Kwa sababu naamini bodi ya ligi ndio ana uwezo kusimamisha mchezo na kuendelea na wao na vifungu vyao wenyewe, japo sivijui kiundani. Ndio. Lakini ukiangalia Simba katika barua yao kuna watu wamelengwa mle ambao watu sisi tunajua kama masewadi au makomando wa Yanga, lakini naamini kisheria za kimpira hawatambuliki. Yani inawezekana Simba au bodi ya ligi ikajilizisha kwamba wale watu kama wameivamia basi la Simba, wamelivamia na kuleta fujo. Na mpira ni mchezo wa amani. Kama kuna shida yoyote, amani imekosekana katika klabu kwa wachezaji, bodi ya ligi wana haki ya kusimamisha mchezo na kupanga tarehe nyingine na kufuatilia. Na ndio maana ukiwafuatilia Simba wanakwambia nataka tujue wale watu wametumwa na nani ndio tucheze mechi, kwa sababu tumevamiwa
na kufanya nini mpaka tukaamua tuondoke. Kwa hiyo inawezekana bodi ya ligi wametumia busara kufuatilia kutokana na barua ya Simba na kusimamisha mechi na kuwafuatilia watu kina nani na ametumwa na nani. Tunarudi kule mazoea kwamba tumezoea tuna masteward tuna nini. Kwa hiyo nini tunaweza tukachukulia kawaida, tukienda kasi hii game itakuja kubadilika na watu waamini. Itakuwaje? Itakuja kubadilika kwa sababu kumbuka kuna watu walivamia basi la Simba ambao sisi tunawajua kama steward au kama walinzi wa Yanga. Lakini kisheria za kimpira hamna masteward, hamna ni walinzi, haitambuliki, ni unaonekana wavamizi. Kwa hiyo Simba wamevamiwa na watu wasiojulikana. Kama watu wasiojulikana, bodi ya ligi kazi yake kusimamisha mechi na kufuatilia watu wa kina nane. Ndio kitu alichokifanya bodi ya ligi. Okay, ni Mandala huyo shabiki wa Simba akiweza kuzungumza na kufafanua kauli ya Eliud Mvela. Kevo, pengine alichozungumza Eliud, alichozungumza Mandala, kwa kweli sasa hivi kwa baada ya kusikia kauli ya Mvela, umepata nini kwa upande wako wa Yanga? Nimemsikiliza vizuri Mvela, nimemsikiliza vizuri Mandala. Unajua Mandala anaiangalia ile jambo katika engo moja, lakini ukimsikiliza Mvela alikuwa anaongea katika engo zote mbili. Changamoto iliyojitokeza usiku wa kuamkia tarehe 8 hauhalalishi kuahirisha mechi ya tarehe 8. Lazima uelewe ni vitu viwili tofauti. Na kesi inapoenda kasi wenyewe na FIFA wanahimiza mechi zichezeke. Kwa hiyo changamoto waliokutana nayo Simba sio kigezo sahihi cha mchezo kutokuchezeka. Sio tu kasi wala sio tu FIFA. Hata ukija hapa kwenye kanuni zetu ambazo zinaongoza mpira wa miguu Tanzania, haimaanishi ukifanywa fujo kwenye mazoezi kwenye mechi usije. Na ndio maana hata taarifa ya bodi ya ligi haijaeleza kwamba kilichokuwa kimetokea ndio kimepelekea wao kugairisha mechi. Kwa hiyo Yanga tuna haki, yani lazima iwekwe wazi, Yanga tuna haki ya kuambiwa sababu ya kugairisha mechi ile, kwa sababu sheria tu hizo na kanuni zinazoongoza mpira wetu Tanzania hazitaki mechi kugairishwa. Kwa hiyo sio tu mimi, klabu yangu uzuri shaeka projection yake na mtazamo wake na kila kitu baada ya kamati tendaji ya Yanga kukaa na kuja na majibu sahihi. Mchezo namba 184 hauchezwi. Na sisi kama mashabiki wa Yanga tunashikilia hapo kitufe, hatuchezi. Na kama kuna kiongozi yoyote wa Yanga sasa hizi ana plan ya hiyo mechi ichezwe, atakuwa anatukosea vibaya sana wana Yanga. Na nikukumbushe tu, ndio kusoma Biblia kuna mstari unaonyesha zamani mwanamke malaya alikuwa anapigwa na mawe mpaka kufa. Sasa nadhani kipigo kitakuwa kikali zaidi kwa hiyo kiongozi ambaye atakubali sisi Yanga tucheze huo mchezo namba 128 wa ligi kuu kati ya Simba na Yanga. Yani only option ya kucheza na Vigagula wa Modewich kwenye FA. Kidogo dada, madam kidogo. Unajua hizi Simba na Yanga kwanza tukubali kwamba watu tunaonyoshia vidole hiyo bodi ya ligi si Kasongo si nani. Sisi ndio watu pekee tunaobebwa na wanatufichia madhaifu yetu. Nyinyi kina nani? Simba na Yanga. Na okay. Yaani kama tunamnyoshia kidole Kasongo au kama tunanyoshia vidole bodi ya ligi, Yanga wana madhaifu mengi, wamefumbia macho. Kama tumekubali kwamba bodi ya ligi ni dhaifu, tukubali hata sisi vilabu vyetu vina udhaifu mkubwa na inapelekea paka hawa sisi kutubeba. Hata tukiangalia matokeo malaizimeni na marefa uwanjani unaona kabisa. Kama kweli tumekiri au Yanga wamekiri kwamba kweli ile bodi ya ligi haijitoshelezi, hata Yanga yenyewe hajitoshelezi, watakuwa anze kujiuzuru viongozi wao kwanza. Sasa tutachukua hii scenario kama kuutoa mpira wetu mafichoni na kuja kuweka standards kwenye mpira wetu. Tumekuwa tukiimba double standard lakini tulikuwa hatujui pa kuamkia. Tumekuwa tukiimba hapa kwamba ligi na wapendelea upande fulani, waamuzi wanafanya upande fulani. Nadhani hili sakata la sasa hizi la dabi ya Kariakoo kugairishwa itakuwa ni starting point ya kuweka bodi imara ya ligi, itakuwa ni starting point ya kuweka taasisi za mpira madhubuti, itakuwa ni starting point ya watu wa system kuingilia mpira kama CAF wanavyokataa serikali si intervene kwenye football. Nadhani hili sakata litakuwa ni starting point ya kurekebisha mpira wetu wa Tanzania. Na hili jambo kama tutaruhusu lifike CAF na Yanga pia hawezi wakakubali mechi ichezwe. Kwa hiyo tunaenda kuanza mpira wetu upya, tunaenda kuweka standard kweli za mpira wetu. Na uzuri viongozi wa Yanga mimi nimewapenda, wamepiga pale kunako. Unasemaga leadership is not a title, leadership is a race. Viongozi wa Yanga sasa hizi wameonyesha kweli kiongozi anatakiwa hawe kwenye race na siwe tu cheo kiongozi. Tunataka kuanzia TFF viongozi wawe kwenye race, bodi ya ligi viongozi wawe kwenye race, viongozi mpaka mashabiki tuwe kwenye race. Na uzuri mashabiki tumeanza kuwa kwenye race. Juzi ulikuwa ukiwasikiliza mashabiki wa Simba ambao nyewe ndio mashabiki wa Simba ambao mlikuwa mnaona kama timu yenu ina haki.
Kwa Mkapa juzi ulikuwa unaona Wastara, kuna mashabiki wa Simba walikuwa wanalaani kile kitendo. Sasa tunaposema race na mpira unyooke Tanzania, hii ndio itakuwa starting point. Nadhani watu wengi wanachukua scenario ya 2021 kwamba Yanga tuligomea sijui muda kupelekwa mbele, mechi haikuchezwa. Hile ilishapita na kuna dabi nyuma tu ambazo mpaka Yanga na Simba zilikuwa zinakimbia. Lakini hii dabi sikufichi na kuhakikishia itakuwa ni starting point kwenye mpira wa Tanzania. Ndio Mandala. Kwanza Simba na Yanga ile fundisho kinatekelezekana zishushwe daraja zote. Mbili. Mkacheze championship ama first league? Simba Yanga shusha daraja zote chini. Asa hiyo kanuni gani kuzishusha daraja? Ndio vilabu pekee vinaharibu mpira sasa. Kama hivi mashabiki wenyewe ndio kama hao wanasifia viongozi ambao kiongozi kaamuru basi liwashe liende Bunju kule arena. Liende. Kiongozi anaamuru eti basi liende Bunju arena lina wachezaji ninaenda saa 6 hadi tukacheze dabi. Kiongozi wa kumsifu. Shusha daraja Simba Yanga, kila mtu ashabikie mpira kwao mkoani kwao. Tabora aende Tabora, Kigoma aende kashabikie timu yake. Kwa sababu sasa huu ni hatuelewi. Tafuta timu ya kushabikia. Cost ipo. Kashabikieni Cost. Simpo karibu naye. Kwa sababu sasa amedai anamwambia mechi ipo. Hali kama hatuchezi mechi. Shusha daraja wote tubakie na Mungu Mtibwa basi ndio kilichobaki. Ndio mlichokiamua. Huyo ni Mandala shabiki kinakidai kwa klabu ya Simba akasema amechoshwa na haya masakata. Shusha daraja wote, shusha daraja Simba, shusha daraja Yanga. Aenda kashabiki. Wewe unatoka mkoa gani? Nani? Wewe. Mimi kwetu Tanga Coast. Unaenda kushabikia Coast. Sasa hii ni Kipenge Extra show nambari 1 ya mashabiki. Abogese Mieluko tumemsikia hapa Eliud Mvela akizungumza. Kwanza wakosoa viongozi wa bodi ya ligi kwa kile ambacho anakisimamia. Pili amewakosoa wachambuzi akisema wanazungumza kishabiki, lakini pia tatu akisema kwa maana Yanga wana haki ya kukata rufaa kwa maana yale maamuzi ya TFF kugairisha mechi na kupatiwa alama zao 3. Na cha 4 alichokizungumza ni kuhusiana na TFF kuajiri watu kutoka nje kuja kuiongoza bodi ya ligi. Ni kweli tulianza kuzungumzia kwa waamuzi kwa maana waamuzi wanashindwa kutafsiri sheria, wanasimamia vibaya bodi ya ligi lete waamuzi kutoka nje. Sasa tumefika kwenye bodi ya ligi yenyewe nasema viongozi watoke nje. Tumefikia huko? Tunaelekea lakini ni wakati sahihi. Yangu Mvela amezungumza vizuri. Lakini ni kwa sababu hayupo madarakani. Kaongea vizuri sana. Ni kwa sababu leo yeye hayupo TFF. Kwa sababu hayupo leo yeye hayupo kwenye bodi ya ligi. Angekuwa miongoni mwa wale au enzi zake akiwepo kama mkurugenzi, asingeweza kuyafuata hayo. Kwa sababu Wastara sio kwamba Karia hajui, sio kwamba Maskasongo hajui kanuni, sio kwamba Mguto hajui. Hawa wanajua na kuzifuata wanaweza, na ndio maana unaona kwenye watu kwenye vilabu vya hadhi fulani wanavifuata na kanuni zinasimamiwa na mechi ingechezwa. Yani huyo Pamba kutoka kwetu Mwanza, huyo Costa kutoka Tanga wangecheza ile mechi. Hata kama basi lao lingepigwa jiwe kioo hivi kimepasuka, wangecheza ile mechi kesho yake. Okay. Na kama wasingecheza, mmoja ambaye angekuwa chanzo angekiona cha moto. Ni kwa sababu ya hadhi zao. Bahati mbaya Simba na Yanga ni wateja wakuu wa mwenye haki za matangazo ya television, ndio biashara kuu. Ukiwatoa leo hakuna biashara. Hizo bilioni alizowekeza kwa miaka 10 asingewekeza kwa sababu biashara haitolipa. Ni wateja wakuu wa mdhamini mkuu wa ligi. Amewekeza kwa sababu kuna Simba na Yanga, sio kwa sababu kuna hivi vilabu vingine 14 vinaongezea tu kama ziada. TFF wateja wao wakuu, uzuri Waleskaria alishawahi kuongea kwenye moja ya mahojiano kwamba wanaomfanya asogee na kupiga hatua ni Simba na Yanga. Na hilo unalikubali kwenye performance zao za kimataifa miaka hivi karibuni. Kwa namna ya kutekeleza kanuni mbele ya hawa, yawezekana hakuna Mtanzania anayeweza kusimama kwenye kanuni dhidi ya hawa wateja wakuu wa biashara ya mpira wa Tanzania. Ukiwa madarakani, ukiwa nje it's okay, unayaona mapungufu yote na unaziona kanuni hivi. Ukiwa ndani unaziba macho. Kanuni zinakuwa blur, yani kile ukisoma hivi unaona imefutika. Ni kwa sababu hawa ni wateja wakuu, na bahati mbaya wanatoka mpaka kwenye football
wanakwenda mpaka kwenye kuamua baadhi ya mambo ndani ya nchi, kwa sababu wanagawanya pande mbili. Yaani ukiwaweka tu Simba na Yanga nchi inagawanyika hivi. Kwa unaanza kuokota huku kipande huku unaiunganisha. Umemsikia Kevo hapa? Kagusia swala la siasa, si kupunguza kura. Hiyo ndo taswira ambayo ipo. Yawezekana asiongee kwa ukubwa Kevo, lakini ndo taswira ambayo ipo. Ukiwagawa Simba na Yanga unaanza kuokota kipande ili uiunganishe nchi. Kwa hiyo ni ngumu mno. Sio tu kwamba sisi tunakaa hapa wachambuzi tunamlaumu Kasongo, tunafahamu wajibu ambao upo. Akitokea mmoja wa kusimama, inawezekana tukareform, tukaanza upya kama ambavyo amesema Kevo, ikawa starting point. Lakini as we stand,